Bwana Yesu apewe sifa. Happy new month of March. Nachukua nafasi hii ni kusalimu mahali popote ulipo katika jina la Yesu Kristo. Hii ni siku ingine jema, siku ya Monday ambayo nimekuja katika mlima huu unaitwa Kamuruana, uko katika maeneo ya Kirinyaga Central. Mahali hapa huwa nakujanga mara mingi, haswa siku zote za Monday na Tuesday, kuja kutafuta uwepo wa Mungu. Na kila wakati ambapo tunaanzisha mwezi huwa nakuja tunapata nafasi ya kuomba maombi ya kuweka mzingi, ni kwa sababu ya mwezi ambao unatufuata. Na kila wakati huwa kuna lile neno ambalo Mungu anatupatia la kutupatia mwelekeo katika mwezi unapoanzisha. Na kila wakati ninapokuja huwa nina ombi moja: Bwana, ikiwa utasikia kilio changu na maombi yangu kwa sababu ya mwezi huu ambao tumekuja kuweka mzingi, ninataka ishara ya mvua. Na huwa nasema mambo hayo wakati jua liko kali, ndio wakati ambapo tunatokea na Mungu atimize jambo lile. Watu wote wanakuja kuelewa, na kwa hakika Mungu aliyasikia maombi yetu. Hapa kuna neno ambalo ningependa nikakusomee, ambalo litatuelekeza katika mwezi wa tatu. Maandiko inasema hivi kwenye kitabu cha Zaburi na sura yake ni 34 mstari wa 4 na wa 5. Maandiko inasema, nalimtafuta Bwana akanijibu, akaniponya na hofu zangu zote. Wakamwelekea macho yakatiwa nuru, wala nyuso zao hazitaona haya wala hazitaaibika. Haya ni maneno yananenwa na mtumishi wa Mungu, na ni kama ushuhuda anatoa. Ni kwa sababu ya wale watu ambao walikuwa anataka kuwafahamisha ni njia gani alipitia akapata ushindi. Anatuambia kuna wakati alikuwa na hofu. Ni wakati gani huu Daudi alikuwa na hofu? Ni wakati ambapo Sauli alikuwa ameinuka pamoja na kikosi chake chote ili wakaweze kumwangamiza mtumishi wa Mungu Daudi, na ili mafuta aliyokuwa ametiwa ya kufanyika mkuhani na mfalme wa Israeli yasinje yakafanya kazi. Na kwa hivyo Daudi kama mwanadamu wa kawaida alipatwa na hofu nyingi, mpaka akakimbilia katika pango mahali alikuwa anajifisha, akakimbilia kwa watu wengine, akakimbilia kwa Wamoabi. Wakati alikuwa ameenda Ziklag, Ziklag haikuwa katika Israeli, ilikuwa kwa Wamoabi. Alikuwa amekimbilia kule kote akitafuta mahali ambapo moyo wake utakuwa salama, lakini ametuambia hakupata usalama kwa sababu ya kukimbilia pale, lakini alipata usalama wakati alimtafuta Bwana. Hapa ndipo alisema, nilimtafuta Bwana akanijibu, akaniponya na hofu zangu zote. Kwa hivyo nimekuja nami katika mlima huu nikaweze simama kwenye pengo na nimwambie Bwana akakubali kukuponya na wewe pia na hofu zako zote. Hofu zako ni nini? Tumeingia katika mwezi wa tatu na kila mtu ako na yale mambo yanamzingira, anashindwa nitamalizia wapi, njia itapatikana wapi, hili tatizo litaisha lini? Wakati mwanadamu amefika kiwango kama kile, anahitaji Mungu aingililie kati. Na kwa hivyo Daudi anatupatia siri, anatuambia, mimi kwangu nilipopata mambo ya kunitia hofu na wasiwasi, nilimtafuta Bwana akanijibu, akaniokoa na hofu zangu zote. Nimekuja nikutamkie neno nikiwa katika mlima huu, Bwana akakuokoe na hofu zako zote. Bwana akakutenganishe na jambo lolote lile ambalo unalihofia. Amini ya kwamba atasimama akiwa Bwana na msaada wako wa karibu. Na kwa sababu ninajua Mungu ni mwaminifu, ninaamini tukitoka katika mlima huu atatujibu kwa ishara ya mvua. God bless you and God do you good. Shalom, shalom, shalom.